Sihitaji mtu akaficha kero yoyote kwa kumwogopa kiongozi yote aliyokuwepo katika meza yao. Maana kuzungumza hapa, zungumza tulichukue, linaloweza kufanyiwa kazi hapa lifanyiwe, litakaloweza kulipeleka katika vyombo vya juu tuvipeleke, lakini ili mradi kero zenu mzitoe. Mkikaa na kero hizi, baadaye tukizikusanya zikiwa nyingi, itakuwa ni shida, kusikilizana itakuwa ni ngumu sana. Sasa ni muda umefika, hii maiki moja iende huko. Nafikiri mtendaji wa kata angalia hili, na natamani sana yuko katibu mwingine yuko mwenyekiti yule Mapunda yupo, tuangalie kidole ili mtu apewe nafasi. Ndugu wananchi, habari ya saizi? Mimi naweza kusema nina swali, lakini kwanza, mheshimiwa diwani, tunakukopesha imani, kwa sababu yote uliozungumza sio mageni kuyasikia kwa viongozi waliotoka, lakini kwa kuwa kiongozi umekuja na unaanza kazi, tunakukopesha imani na imani utatuvusha. Lakini katika umeme, ukiachana swala waliokuwa wanalizungumzia baadhi ya maeneo hayana umeme, kweli nguzo hazijafika kabisa, lakini yapo maeneo ambayo tulifanya kikao, maana hapa kufanya kikao kidogo haraka. Nakumbuka sijui mwaka juzi mara ya mwisho tulifanya kikao hapa. Kwenye kikao kile kulizungumzwa mambo mengi. Moja ya jambo ambalo aliahidi meneja huyo mbele yako kuwa atapita na mheshimiwa mwenyekiti kwenye kila maeneo ambayo nguzo zipo mbali na kuna maeneo nguzo hazijafika, wajitahidi nguzo zifike kwa muda. Lakini swali langu nalielekeza kwake. Leo tunazungumza mwaka na kidogo, lile zoezi limefikia wapi, na kwa nini limeshindikana, na kwa nini halijafanyika, na kwa nini lifanyike sasa? Asante. Diwani wetu, kwanza nakupongeza kwa kupita kwenye udiwani. Alafu swali langu liko hivi, umeme ambao diwani, usishangae kuna nguzo nyingi zimepita kwenye majumba ya watu, lakini usishangae pia kuona nyumba iko karibu na nguzo ya umeme alafu nyumba haina umeme. Swali langu liko hivi, ile gharama ya 27,000 ya REA ile iko wapi? Maanake hii gharama iliyopo sasa hivi ni 300,000 karibu sijui na 70 kuivuta waya kuingiza umeme kwenye nyumba. Sasa hapo kuna ule umeme wa 27,000 wa REA, huku ni bado ni vijijini, huku bado ni vijijini. Ule umeme tuliambiwa serikali kwamba kuna ule mpango ulikuwa unatembea na hizo nguzo zipo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba diwani, hebu swali langu liko hivi, ule umeme wa 27,000 umezikwa au umerukwa, alafu ukapalamiwa huo umeme wa 300,000 na kuendelea? Maanake hapo wenye nguvu yani ya uchumi ndio unaona nyumba zinawaka. Hata ukija hapa usiku diwani, utakuta asilimia kubwa yani nyumba nyingi nguzo zimepita nje ya nyumba, lakini uwezo wa wananchi kulipa 350,000 au na 70 uwezo haupo. Ule umeme wa 27,000 diwani, ungekuja hapa usiku leo ungeona karibu Nzasa yote na waka taa, lakini nguzo ziko huko, lakini uwezo wa 350,000 wengi hawana. Alafu kizingatia sasa hivi hali ya uchumi ndio imekuwa mbaya zaidi, mzunguko wa hela kwanza ni mdogo, haupo, miundombinu bado inachangia ugumu sana wa hii hali wananchi kupata umeme. Asante sana. Asante sana. Kuna swali linaulizwa na bwana Julius John wa shina namba 4. Anasema kwamba ile gharama ya 27,000 ya kuingiza umeme iko wapi? Wananchi nguzo zimepita ziko karibu, lakini hawana uwezo wa kuweka umeme kwa sababu gharama ni kubwa. Anataka ile 27,000. Sasa ndugu zangu, kwanza namshukuru mzee Mahende amenisaidia kujibu, lakini pamoja na kunisaidia kujibu, na mimi naomba niweke sawa hapo. Ni kwamba hii gharama ya 27,000 ya umeme wa REA kwa huku Ilala saizi haipo. Hii Ilala saizi ni manispaa, yaani jiji ni jiji. Kwa hiyo kwenye jiji, kwenye manispaa REA haipo. REA iko maeneo ya vijijini tu. Kwa hiyo gharama ya 27,000 hii ishatolewa siku nyingi sana, haipo tena.
Sawa ndugu zangu, kwa hiyo kote huku ni mjini ambako unalipa bei ile ile ambayo ni elekezi iliyopangwa na serikali. Kwa hiyo naomba jamani, mjitahidi muweze kulipa, muweze kupata umeme. Swali lingine alitoka kwa huyu bwana, hajasema jina lake, lakini amesema kwamba uliahidi, ndugu meneja, uliahidi kwenye kikao hiki ukasema kwamba utapita kwenye maeneo yetu ambapo nguzo hazijafika, mtaa kwa mtaa, ili utupatie umeme. Labda niseme hivi ndugu zangu, kwamba mimi nikiahidi huwa naahidi ukweli. Shahidi mwenyekiti, si ndio? Tulikuja baada ya kuahidi, tulikuja tukapita na mwenyekiti pamoja na surveyor pamoja na engineer wangu